Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba, na tukiwa katika mfungo wetu wa siku ya 4 leo, na tunaendelea na prayer point. Lakini nataka tuanze kwa prayer point ya kwanza ambayo tunaanza nayo siku ya leo katika mfungo wetu, ni maombi ya kukomboa hatua zetu. Nitapenda kuingia kwenye maandiko uone umuhimu wa kuyafanya maombi haya ya kukomboa hatua. Tunapokuwa na mfungo wa kutoka utukufu hata utukufu, ama from glory to glory, lazima hatua zetu ziongozwe na Bwana. Kusiwe kuna namna ya kushikiliwa katika hatua zetu. Sasa tunaona katika kila jambo la mafanikio au hatima ya mtu, zipo hatua kuelekea mafanikio hayo ama hatima hiyo. Zipo hatua. Tunapoongelea hatua, tunaongelea jambo la kiroho, lakini huwa linaonekana kimwili. Mfano, tunaona hatua ya kwanza mafanikio ya Yusufu ni kupata taarifa kwamba yeye atakuwa nani. Yale maono ya kwamba mimi nitakuwa mtu fulani, ilikuwa ni hatua ya kwanza ya mafanikio. Lakini katika kuielekea hatua ile, kulikuwa kuna mambo mabaya yalikuwa yakionekana machoni pa watu, lakini yalikuwa ni hatua. Yusufu hata amepitia magumu, lakini kumbe kila gumu alilokuwa alikipitia ilikuwa ni hatua ya kuielekea ile ndoto, ile hatima aliyoiona. Na ndio maana mara ya kwanza alipowaambia tu ndugu zake, wale ndugu zake walimfanyia hiana, wakamchukua wakamtupa kwenye shimo. Walipomtupia kule, wakamchukua wakamuuza. Zote hizi kwa ni hatua ambazo kwa macho ya kibinadamu zilikuwa zinaonekana mbaya kweli kweli, lakini wale watu walikuwa wanamsukuma kwenda kwenye hatua. Mimi zamani, kabla sijawa na ufahamu huu, nilikuwa na waangalia wale vijana, wale ndugu zake Yusufu, na waliza hivi, hawa watu hawa wapigwe na Mungu kabisa. Lakini baadaye nikaja kugundua kwamba no, walikuwa na wao wanatumika kwa ajili ya kumsukuma Yusufu katika hatua, hata kama kuna mambo mabaya yalikuwa yanaonekana, lakini ilikuwa ni hatua. Vile alivyokuwa anauzwa kwa Ishmaeli, anaenda na yeye kuuzwa tena kwa nyumbani kwa Potifa. Anaingia nyumbani kwa Potifa, anafanyiwa hila na mke wa Potifa ili afukuzwe. Unaweza kumwangalia mke wa Potifa ukamchukia, lakini kumbe asingemfukuza, asingetengeneza hatua za Yusufu kwenda kwenye hatima. Kwa kuna mambo mabaya ambayo yanaonekana machoni pa mtu, lakini yule mtu katika ulimwengu wa roho anapiga hatua zake hazijashikiliwa. Na ndio maana Yusufu hatua yake haikuwa kushikiliwa. Alipoondoka pale, amefukuzwa, ameenda jela. Amefika jela, unaweza kusema jamani ameingia jela. No, ni hatua ya kuelekea katika hatima yake. Kwa sababu kule jela Mungu alikuwa amepanga aonane na mtu. Kwa kuna mtu mwingine alienda jela ili aonane na mtu jela, ili wapate connection ya kwenda kwa mfalme. Kwa kuna namna ambapo kuna mapito unaweza kuwa unayapitia, lakini unaweza kujishangaa ukasema hivi mimi kweli hivi kwa napitia. No, hatua zako zimeachiliwa, unatembea. Kumbe kuna namna unaweza kuwa unatembea hata kama kuna mapito unapitia, lakini kuna namna unatembea. Kwa hiyo tunapoongelea hatua, hatuongelei mambo mazuri tu, tunaongelea hatima. Unaweza kuwa unapitia saizi kwenye changamoto kubwa, lakini katika mtazamo, katika ulimwengu wa roho, kuna hatua ipo. Yani hapo ulipo, upo umekanyaga hatua, unarusha mguu kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba tunavyokomboa hatua, nataka uelewe ya kwamba usije ukaangalia mapito unayoyapitia halafu kasema mimi hatua zangu zimeshikiliwa. Yawezekana ikawa ni ukweli, yawezekana ikawa sio ukweli, lakini tuzikomboe hatua, ndio utajua ya kwamba hilo pito unalopitia umeshikiliwa hatua ama ni hatua kuelekea kwenye utukufu mwingine wa hatima yako. Lakini haya maombi, umuhimu wake, ndio utajua kwamba kila mapito unayoyapita. Na ndio maana Yusufu, ninajua alikuwa yuko rohoni sana, na ndio maana hatujaona akifanya maombi ya kuwalaani wale wote ambao walikuwa wakimfanya apitie magumu, kwa sababu yeye katika ulimwengu wa roho ni kama alikuwa anaona vile hatua yake inavyopigwa kusongelea ama kuisogelea ile hatima ambayo aliiota.
Kwa hiyo kuna nyakati ambazo hata Yesu alipitia mapito ambayo katika hatua za kuelekea kuukomboa ulimwengu alikuwa akipitia mapito fulani hivi ambayo na mimi nikaa najiuliza, wale watu wanaotaka kusimama na yeye akina Petro, halafu anawafukuza, anasema toka kwangu shetani, kwa maana ukinyume nami. Hasa mtu anakuongelesha vizuri, wewe unamfukuzaje? Baadaye nikajiuliza, kwa nini Yesu anamfukuza mtu ambaye anaenda na wazo jema kutaka kumpigania? Kwa nini amfukuza? Anasema ukinyume nawe, anamuita shetani. Kwa nini? Kwa nini anaona kama wema ule ulikuwa ni shetani? Baadaye nikaja kuona katika ulimwengu wa roho, hatua za Yesu ilifikia kipindi lazima apite msalabani. Kwa kila ambaye angezuia msalaba, angezuia hatua za kupelekwa msalabani, angekuwa amezuia hatua za Yesu katika hatima yake. Hatima ya Yesu ilibidi lazima akaukomboa ulimwengu, na njia ambayo Mungu alichagua ni kubeba gharama kupitia msalaba. Kwa hiyo kila aliyekuwa akipinga kuelekea katika mateso alikuwa akionekana kama anapinga hatua za Yesu kuelekea kwenye hatima. Kwa hiyo unakuta kabisa ya kwamba kuna namna ambapo unaweza ukawa huko kwenye unaweza ukawa hupitii changamoto yoyote, lakini hatua zako kuielekea hatima yako zikawa zimeshikiliwa. Yani upo kwenye taasisi nzuri, unaweza ukawa kwenye taasisi nzuri kweli kweli na unalipwa mshahara mzuri, lakini hatua zako zimeshikiliwa. Kwamba kwenye hatima yako kuna namna inabidi ufukuzwe mahali ndio uende kwenye hatua nyingine. Yani kuna namna, sio kila mtu mabaya ndio anaompeleka kwenye hatua nyingine, lakini pia sio kila zuri ni mahali ambapo hatua yako ipo. Kwamba unaweza kujikuta unafanya biashara nzuri kweli kweli, lakini hatua zako zimeshikiliwa. Yani hiyo biashara ilitakiwa umeifanya miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo leo hii kufanya hiyo biashara na kuona kama umefika ni kushikiliwa hatua kwenye ufahamu wako. Kufanya hiyo biashara na kuona kama umefika, yani hiyo hatua ilibidi ufanye miaka 15 iliyopita. Hiyo biashara Mungu alipanga ufanikiwe hivyo ulivyo miaka 15 iliyopita. Leo ilitakiwa kwenye viwango vipya. Komboa hatua zako. Komboa hatua zako hata kama uko kwenye biashara nzuri. Komboa hatua zako. Maombi haya kukomboa hatua. Komboa hatua zako hata kama unafanya kazi kwenye taasisi nzuri. Komboa hatua zako kwanza, halafu uone nini kitaendelea. Kwa sababu ni vyema sana kujua hatima ambayo Mungu amekusudia ili ujue kama hatua zako ziko salama. Ili ujue kwamba hatua zako ziko salama, ni lazima umsihi Bwana ajue ama kufunulie hatima yako. Sasa kuna nyakati ambazo Mungu hawezi inawezekana ukashindwa kufunuliwa hiyo hatima ukaiona, lakini ukiombea hatua zako, kuna ishara utaanza kuona zinatokea. Kuna ishara utaona zinatokea. Na ndio maana tunaposema kukomboa hatua, maana yake ni kwamba kila jambo lazima lifanyike kwa wakati. Kama kuna jambo jema lakini upo kwenye sehemu nzuri lakini si kwa wakati, tayari ujue hatua zako zimeshikiliwa. Mfano, Biblia inaongea katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Anasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Anasema hivi, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Yani kwamba kuna nyakati Mungu anakupitisha kwenye kazi fulani hivi, ni ya muda kuelekea kwenye kupata kazi kubwa kuliko hiyo. Kuna nyakati Mungu anakupitisha kwa majira tu. Kuna mapito Mungu anakupitisha, unapita kwenye internship fulani hivi, unafanya kazi bure kwa ajili ya kupelekwa kwenye ajira yako. Kuna nyakati ukishaona sasa umefanya intern ile, umefanya kazi bure mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, anza kukomboa hatua zako kwanza. Kwa sababu yamkini shetani amekushikilia kwenye hatua moja, usiende kwenye hatua nyingine. Hatua yako imeshikiliwa. Unavyoomba maombi ya ukombozi wa hatua, uwe unaelewa kwamba hakuna kitu kigumu kukielewa kama hatua uliopo sasa. Kwa sababu kuna nyakati unaweza kuwa kwenye mapito mabaya, umeshikiliwa hatua zako. Yani umeshikiliwa kwenye mateso. Lakini kuna mwingine anapitia mateso lakini ndio hatua.
Kama Yusuf tumemtolea mfano. Kwa kuna mwingine anaweza akawa ameshikiliwa gerezani, ni hatua zake zimeshikiliwa, lakini kumbe Yusuf akiwa gerezani hatua zake ziko wazi, anaelekea hatima. Kwa lazima uelewe kati ya kitu kigumu ambacho huna namna, huwezi ukaijua hatua yako pasipo kufanya maombi ya ukombozi wa hatua. Huwezi jua unaelekea wapi mpaka uikomboe hatua. Kwa sababu hatua zako zikishikiliwa, wakati wa kutoka unaweza usitoke. Na ndio maana ukiangalia ile safari ya utumwa wa Babeli kwa wana wa Israeli, ilikuwa ni wajanja waligundua, wakina Daniel wakapitia katika nyaraka za kina Yeremia, wakasema hapana, mbona wakati umefika? Mbona tumeendelea kushikiliwa huku, tuliambiwa miaka 70? Biblia inasema ya kwamba akina Daniel alivyopitia maandiko akaona ya kwamba iliwapasa kuwa na miaka 70 ya utumwa, na baada ya hapo kuachiliwa. Ikabidi waingie kuomba Mungu azifungue hatua zao waweze kutoka, na hakika Mungu akawafungua hatua zao kutokana na maombi yao ya ukombozi. Lakini tunaona usipojua kwamba hatua zako zimeshikiliwa, kwa sababu ni lazima uijue hatima yako. Unaweza mtu mwingine ukao huelewi hatima yako, lakini hatua imekushikilia. Unaweza ukao kwenye sehemu nzuri. Huwa nawatolea mfano sana. Kuna dada yangu mmoja wa tumbo moja na mimi, alikuwa akifanya kazi kwenye taasisi kubwa sana hapa Tanzania. Halafu ghafla zikaanza vurugu, wakaanza kumfanyia hiana, wanamfanyia vurugu, mpaka akawa anajiuliza. Siku moja akaja akaniambia kwa masikitiko sana, akaniambia kwamba mbona mimi ndio naifanikisha ile taasisi, miradi mikubwa sana mimi ndio nayoiandika, mbona ile taasisi inapokea mabilioni ya hela kupitia uandishi wangu wa hiyo miradi, inakuaje? Usimamizi wangu ndio unafanya taasisi move iende mbele. Kwa nini wananifanyia ubaya wa wazi wa namna hii? Mimi nikaingia mzigo, nikaingia kuomba. Nilivyoenda kuomba kwa Bwana, Bwana akanipa majibu, na mimi nikaenda kumpa majibu kama yalivyo. Nikaambia, sikia, hao watu wote ni watumishi wa Mungu. Elimu ya ngumu sana, kwa sababu elimu ya ngumu kuchungulia rohoni. Yeye alikuwa anaendelea kusikilizia maumivu. Nikasema hao wote Bwana ameniambia ni watumishi. Kwa hiyo chochote utakachokufanyia ujue unapelekwa hatua nyingine. Kwa hiyo nilivyomwambia hivi, nikamwambia, sikia, acha kazi. Akaniambia, na achaje kazi na mshahara mkubwa wa namna hii? Nalipwa mshahara mkubwa sana, na achaje kazi? Nikamwambia hivi, acha kazi. Lakini alisikia. Halafu alivyoona vurugu imezidi sana, ilisaidiwa na vurugu kuzidi sana, akaacha kazi. Alivyoacha kazi, ghafla akaenda kuanzisha taasisi yake. Alivyoanzisha taasisi yake, ni kama vile sasa kazi zote alizokuwa zikifanya kwenye taasisi ile akaanza kufanya yeye. Kwa zile hela alizokuwa akizipeleka kwenye taasisi zikawa zinapita kwenye taasisi yake. Kwa badala ya mshahara akawa anapata fungu lote la mabilioni linaloingia na kuweza kuzifanya zile program, na watu wakawa wanasema hapana, sisi tutafanya program na mtu yule tuliyemzoea. Kwa taasisi ile imekuwa mpaka sasa ana taasisi kubwa yenye mafanikio makubwa inayofanya kazi kimataifa. Sasa nikirudi baadaye nikamuuliza, nikamwambia, sikia, unakumbuka nilikuambia kwamba wacha kazi? Akasema nakumbuka. Nikakwambia okay, wale wote waliokuwa kusumbua nilikuambia na wao ni watumishi wa Mungu ili kuipeleka hatua yako mbele. Unaweza sasa ukaongea chochote? Akaambia, ni ukweli, nimeamini, kwa sababu kama nisingeondoka na kama wale watu wasingenibughudhi kiasi kile, hakika yake nisingeondoka, hatua zangu zingeshikiliwa. Ndio utaelewa kwa nini Farao aliwafukuza wana wa Israeli, akawakimbiza mpaka wavuke bahari ya Shamu, na kuhakikishia kama wasingefukuzwa na Farao wasingevuka bahari ya Shamu. Walivuka bahari, wasingeamini kwamba hii barabara iliyotengenezwa kwenye bahari tuvuke salama hii. Yani sasa hivi bahari ya Hindi hapo ifunguliwe, halafu sema vuka, kimbia, mwende tu kutoka Kigamboni mwende kule mjini, ama mjini mje Kigamboni, barabara imefunguka, pita. Nani atakayepita? Atajiuliza, maji yakirudije? Lakini kuna mtu lazima akupitishe, hatua zako zipigwe upite pale, lazima awepo Farao. Kuna watu wanapitia machungu leo, lakini hatua zao ziko salama.
na kuna watu wanapitia machungu, lakini hatua zimeshikiliwa. Kwa hiyo ni vyema kujua ukombozi wa hatua hizi. Nataka twende tukaombe sasa kwa ajili ya muda, lakini nataka uelewe. Ukisoma katika kitabu cha Maombolezo, tusome tu haraka hapo kwenye kitabu cha Maombolezo, tutaona Maombolezo sura ya 4. Maombolezo sura ya 4 na ule mstari wa 18. Nataka nisome. Maandiko yanasema hivi: wanatuvizia hatua zetu, hata hatuwezi kwenda katika njia zetu. Mwisho wetu umekaribia, siku zetu zimetimia, maana mwisho wetu umefika. Anaongea kwa habari ya kushikiliwa hatua. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unaweza ukashikiliwa hatua kwa kufanya kitu ambacho sio cha wakati wake leo. Yani kuna biashara ulikuwa unafanya mwaka jana, leo inabidi uende viwango vipya. Yani kuna hatua lazima ikombolewe uende viwango vipya. Kuna namna ambapo yamkini hata wenzako wanaweza kuona kuonea wivu kama unafanya biashara nzuri. Kuna wengine wanaweza kuona kuonea wivu ya kwamba uko kwenye taasisi nzuri, lakini kumbe umeshikiliwa hatua. Kwa hiyo ukomboa hatua leo. Fanya maombi ya ukombozi wa hatua. Haijalishi uko kwenye mapito, komboa hatua. Haijalishi uko kwenye hali nzuri, taasisi nzuri, mshahara mzuri, ndoa nzuri, komboa hatua. Kuna namna swala la kukomboa hatua ni kama vile linamhusu kila mtu, aliopo kwenye uzuri na aliopo kwenye ubaya, anayopitia mafanikio na asiyepitia mafanikio. Komboa hatua zako. Najua utakuwa umenielewa kwa nini nasema hivi. Na Mungu wangu akubariki sana tunapoenda kuyafanya haya maombi katika mfungo wetu, na tutaendelea na prayer point nyingine, kisha unazisikiliza prayer point zote kaza siku nzima, na tutataka tuende kuomba sasa. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya ukombozi wa hatua ambao unaenda kuufanya siku ya leo kwa kila anayenisikia wakati huu. Roho Mtakatifu, asante kwa mafuta ulioachilia kwa ajili ya ukombozi wa hatua, kwamba kila anayenisikia wakati huu hatua zake zikombolewe. Roho Mtakatifu, asante kwa vile ambavyo unamsemesha mtoto wako huyu kuweza kuikomboa hatua yake kwa maombi na kwa sadaka yake, kuweza kuikomboa hatua yake kwa mapito anayoyapitia, ya kwamba yamkini mapito anayopitia hatua zake zimeshikiliwa. Yamkini pia hali mbaya anayopitia ni hatua zake kusonga mbele. Mungu liye hai, ninaomba unapoenda kuachilia mafuta ya ukombozi wa hatua, Roho Bwana usimwache mtoto wako huyu. Umhudumie leo, umsaidie leo, umtie nguvu leo katika ukombozi wa hatua zake. Roho Bwana ukaonekane wewe peke yako. Ninaomba umkomboe mtoto wako huyu, hatua zake zikombolewe. Yamkini uko kwenye biashara nzuri, lakini hatua zake zimeshikiliwa, kwamba hiyo biashara ilibidi awe ameifanya miaka 10 iliyopita. Mungu liye hai, achilia hatua zake ziende mbele, ili umuonyeshe na kumpeleka kwenye viwango vya biashara uliyokusudia katika wakati ulioamriwa. Mungu liye hai, yamkini uko kwenye taasisi nzuri, yamkini anafanya biashara nzuri ya kwake binafsi, yamkini anafanya mradi mzuri, lakini ameshikiliwa hatua. Mungu liye hai, ninaomba mkomboe mtoto wako hatua, ili ajue ya kwamba wakati huu ulioamriwa, wakati wa leo, alitakiwa awe wapi. Mungu liye hai, wakati wa leo anatakiwa awe wapi. Haijalishi anakula, anashiba, anajenga, haijalishi ana watoto, haijalishi. Mungu liye hai, hatua zilizoshikiliwa zikaachiliwe leo. Wengine wameshikiliwa hatua katika ndoa zao, ya kwamba wameshindwa kuingia kwenye ndoa, hatua zao kuelekea ndoa zimeshikiliwa. Baba, ninaomba ukaikomboe hatua ya mtoto wako huyu ambaye ameshikiliwa kwenye ndoa yake, ya kwamba hatua moja imeshikiliwa, ya kwamba hawezi kwenda mbele. Mungu liye hai, ninaomba ukombozi wa hatua kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Yamkini ameshikiliwa mtoto wako huyu kwenye hatua ya kupata watoto, ni yamkini kabisa hatua yake imeshikiliwa. Roho Bwana, komboa hatua yake akapate uzao. Mungu liye hai, yamkini ameshikiliwa katika mtaji, kushindwa kupata mtaji. Mungu liye hai, komboa hatua yake apate mtaji. Mungu liye hai, yamkini ameshikiliwa hatua yake kwenye kufanya maamuzi. Roho Mtakatifu, komboa hatua zake, mpe maamuzi yaliyo sahihi katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninamuondoa shetani kwenye miguu yako, ninamuondoa shetani kwenye hatua zako, ninamuondoa shetani kwenye njia yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana. Shika sadaka yako njema sana ndani yako.
Ukiona kama shetani anataka kukuzuia usitoe sadaka, pambana mpaka utoe sadaka. Lakini pia toa ile sadaka ambayo unaona ndani yako kuna kitu naenda kukikomboa. Kuna kitu naenda kukikomboa. Yani usitoe sadaka kama unatoa sadaka ya upendo kwa Mungu. Toa sadaka kama kuna kitu unaenda kukikomboa. Yani kama kuna jambo kubwa kwenye maisha yako unaenda kulikomboa hilo jambo. Kama kuna kitu unaenda kukikomboa hivi, ndio aina ya sadaka ambayo unatakiwa uitoe, ya ukombozi wa hatua zako. Kwa maana kuna namna Mungu atakupeleka kwenye hatima yako. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia hiyo sadaka ya ukombozi wa hatua zako katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.